Post-traumatic stress disorder. Kwa Kiswahili mbadala tunasema ni kiwewe baada ya msongo. Yaani unapata msongo wa mawazo kisha baada ya muda fulani, miaka, miezi, unatengeneza tatizo lingine jipya kutokana na tatizo la kwanza. Na mara nyingi inakuwa ni maumivu ya kisaikolojia ambayo yanaacha makovu. Makovu ya kisaikolojia mara nyingi yanakuwa ni kwenye mfumo wa maumivu. Kwa hiyo inawezekana uliwahi kusave kwenye vyombo vya usalama, ukafanya kazi kama mwanajeshi, polisi au yoyote yule kama afisa uliyekuwa unashughulika na matatizo ya kijamii. Lakini baada ya muda, kutokana na experience au matukio yaliyokukuta katika maisha yako wakati wa kazi, unaweza ukapata hali fulani ya kisaikolojia ambayo si nzuri. Sasa inawezekana pia ulipata manyanyaso wakati ukiwa mdogo katika familia uliokuwa unaishi, lakini ulipata manyanyaso sehemu za kazi au sehemu yoyote ile. Manyanyaso haya yanaweza yakawa katika jinsia, yanaweza yakawa katika mwili, au yanaweza yakawa manyanyaso mabaya kama manyanyaso ya kudhulumiwa kingono. Lakini yanaacha kovu sio tu katika mwili lakini katika saikolojia. Sasa sisi wataalamu wa saikolojia tunasema mara nyingi watu wanakuwa na matatizo wanapokuwa watu wazima, lakini ukitrace, ukachimba chini kabisa, utagundua kuwa matatizo yao yalianzia katika nyakati ambazo wao hawawezi kuassociate na sasa. Kwa hiyo inawezekana ulipitia manyanyaso mengi sana, lakini kwa leo unapitia maumivu mengi sana ya kisaikolojia. Umeanza kuexperience vitu kama ndoto za kuogofya usiku. Wewe unahisi ni mambo ya kiimani, lakini ni mambo ya kisaikolojia kwa 100%. Lakini kuna muda mwingine unahisi kwamba unachukia maisha yako, unatamani kujitoa uhai, unatamani kuwatoa uhai watu ambao ni wa karibu yako, ile ni suicide na homicide. Lakini zile hisia haziji hivi kwa sababu kuna guilt inakuwa inakutafuna katika maisha yako. Na ile guilt inakuambia kwamba you are responsible somewhere kutokana na matukio fulani yaliyotokea kwenye maisha. Inawezekana ukajilaumu kwa vitu ambavyo havikuhusu ulipaswa kufanya, lakini ulipokea order ukafanya. Uliua mtu kutokana na kazi yako, labda ni mwanajeshi. Sasa leo unahisi kwamba kuna roho zinakutafuta, lakini ukweli wa mambo inawezekana zisiwe roho kama watu tunavyozungumza. Inawezekana ikawa ni mambo ya kisaikolojia. Unajilaumu kwa sababu unahisi unahusika katika nyakati fulani za mambo mabaya. Sasa nahisi binadamu wengi na watu wengi hasa katika dunia ya tatu hatutambui kuwa kuna matatizo ya kisaikolojia yanaweza yakaiathiri akili yako ukafikia hatua ya kuwaza mambo mengine. Watu wengi tumekuwa tukitatua matatizo yetu kwa kufikiria sasa hivi, lakini hatujawahi kutoa muda